Karibuni tena, karibuni wapenzi wasikilizaji wa Tunza Silaha, na wasalimia kila yote katika mahali pake, katika heshima zake na msalimia, na namkaribisha katika kipindi hiki ambacho tutaeleza methali ya Kiswahili kama ambavyo tumezoea kufanya katika hizi siku. Kwenye hii channel yangu tunajaribu kueleza methali za Kiswahili mbalimbali ili tuweze kupatia watu mafunzo, kuwapatia maadili mema na nyinginezo, ikiwemo ujuzi kuhusu fasihi za Kiswahili. Hivi leo tutaeleza methali ya Kiswahili ambayo inasema kwamba usisahau ubaharia kwa kupata unahodha. Usisahau ubaharia kwa kupata unahodha. Tunaposema usisahau ubaharia kwa kupata unahodha, kuna wengine utawakuta wakisema usisahau ubaharia kwa sababu ya unahodha. Usisahau ubaharia kwa sababu ya unahodha. Hizo methali zote hazitakuwa tofauti. Methali hizo ni sawa. Hakuna tofauti katika maana zake. Ambapo vitakuwa tofauti ni kwenye mpangilio wa maneno ama muundo wa maneno. Na kuunda maneno ni mchakato ambao unafanywa na watu kutokana na jinsi ambavyo wanataka kurahisisha lugha kwao ama jinsi wanavyotaka kufupisha maneno. Lakini kiukweli methali nasema usisahau ubaharia kwa kupata unahodha, ama usisahau ubaharia kwa sababu ya unahodha. Hivyo vyote ni sawa, hakuna tofauti. Nitakapoeleza hivi nitaanzia kwenye fani kama kawaida. Tunaposema fani ni kipengele ambapo tunaeleza maneno tu. Tunaeleza maneno ambayo yanaunda methali. Na tutakapofika kwenye kipengele cha maudhui tutaeleza ujumbe. Tutaeleza maana ya ndani, ujumbe ama mafunzo ama somo ambayo linapatikana katika hiyo methali. Kwa hivyo tunaposema usisahau ubaharia kwa kupata unahodha, nitaanzia kwenye fani. Ninapoanzia kwenye fani naanzia kwenye maneno. Neno la kwanza ambalo naweza kumtatiza mtu, hasa yule mwanafunzi ambaye anasoma katika shule za sekondari, ni neno ubaharia na neno unahodha. Tunaposema ubaharia, ubaharia ni ufanyaji shughuli katika maji. Ufanyaji shughuli unapopita katika njia za maji. Tuseme ni kama musafiri, ni musafiri, ni kazi ya usafiri. Ni kazi ya usafiri kwa kupita katika zile njia za majini, katika maji. Unapojaribu kuvuka bahari ukitumia jahazi, meli ama boti, wewe utakuwa ni msafiri wa hapo katika maji. Hapo utakuwa wewe uko katika hali ya ubaharia. Kwa hivyo ubaharia ni kufanya usafiri ukipita katika njia za majini, pale katika maji. Mtu anapovuka maji, anapovuka bahari kwa kutumia boti, kwa kutumia meli ama jahazi, huyo atakuwa katika hali ya ubaharia. Yaani kiukweli tunaposema ubaharia tutakuwa tunamlenga musafiri tu. Ni musafiri, mtu ambaye anasafiri lakini kwa kupita katika njia za maji. Akipita bahari ama maji mengine katika maji, hapo tutakuwa ako katika ubaharia. Kwa hivyo tuelewane kwamba ubaharia ni ufanyaji shughuli katika njia za maji, majini, ukivuka bahari kwa kutumia meli, jahazi ama boti. Hapo ndipo tutasema ni ubaharia. Hapo tutakuwa tunamlenga musafiri tu, ni musafiri, mtu ambaye anasafiri kupita katika hizo njia za majini. Neno lingine ni neno ambalo ni unahodha. Unahodha, kwanza nieleze neno nahodha. Nahodha ni nani? Nahodha ni kiongozi mkuu wa vyombo ambavyo vinasafiri katika maji. Kiongozi wa chombo, tuseme ama chombo kimoja tu, tuweke katika umoja. Kiongozi wa chombo ambacho kinasafiri katika maji kama meli, boti, jahazi,
kiongozi wake. Huyo kiongozi tusema ni nahodha. Kuna na vyombo vingine ambavyo vinasafiri angani na hivyo kiongozi wake ni nahodha, lakini tugusie hapo kwenye vile ambavyo vinasafiri katika maji. Tunaposema nahodha tumeona kwamba ni mtu ambaye anaongoza, ni kiongozi ambaye anaendesha kile chombo ambacho kinasafiri katika maji kama meli, jahazi na vingine. Huyo kiongozi ambaye anaviongoza akasaidia wasafiri kuvuka ndiye tunasema ni nahodha. Kwa hivyo ikiwa nahodha ni huyo mtu, ni huyo kiongozi wa chombo kama meli, kama jahazi ambaye anasaidia watu kuvuka katika bahari, huyo ikiwa ni nahodha, unahodha utakuwa ni hiyo kazi ambayo anaifanya. Hiyo kazi ya kuwasaidia hao wasafiri ndio tutasema ni unahodha. Kwa hivyo tukijaribu kueleza ubaharia na unahodha kwa tofauti, ubaharia unahusu msafiri tu, na unahodha unahusu kiongozi wa meli. Kwa hivyo wanaposema usisahau ubaharia kwa kupata unahodha, hapo ni kama tumeingia katika maudhui ama katika mafunzo ambayo yanapatikana katika hiyo methali. Ni kama kusema usisahau kwamba na wewe mwanzoni ulikuwa msafiri wa maji. Usisahau kwamba ulikuwa unaomba nahodha akusaidie kuvuka wakati ambao wewe umeshakuwa nahodha. Ikiwa unamsaidia, ikiwa umeshapata cheo, ikiwa umepanda cheo, ikiwa umepandishwa kiti, ikiwa umepata kazi nzuri, usisahau kwamba na wewe ulikuwa katika hali ya chini. Usisahau kwamba mwanzoni ulikuwa kama wale watu ambao unaona ukasema wale ni watu duni. Kuna watu ambao wanafanya kazi hapo baharini, tuseme ni viongozi wa meli ama viongozi wa jahazi, na wanapoona wasafiri wa kawaida wakajaribu ama wakataka kuwadharau. Kwa hivyo methali hii inatueleza ama inatuonya tusiwadharau, kwa kuwa na wewe, ingawa wewe ni kiongozi wa hiyo meli, lakini mwanzoni na wewe ulikuwa msafiri wa kawaida. Kwa hivyo somo au funzo linalopatikana katika hii methali ni kusema kwamba usimdharau mtu ambaye yupo kwenye cheo cha chini ama kwenye ngazi ya chini, kwa kuwa wewe upo kwenye ngazi ya juu. Kumbuka kwamba na wewe mwanzoni ulikuwa kwenye ngazi ya chini, baadaye ukapandishwa cheo. Kwa hivyo usimdharau yule ambaye yuko kwenye cheo cha chini ama kwenye ngazi ya chini. Na wewe ikiwa wewe ni nahodha, usidharau msafiri wa kawaida, kwa kuwa na wewe mwanzoni ulikuwa msafiri. Wanakuonya, wanakuambia usidharau msafiri wa kawaida, huyu ambaye unamsaidia kuvuka. Usimdharau kwa kusema kwamba wewe ni nahodha, wewe uko kwenye cheo cha juu. Usidharau huyo msafiri, kwa kuwa na wewe kabla ya kuwa nahodha ulikuwa msafiri wa kawaida. Hilo ndilo somo. Somo ni kwamba jilinda ama jichinge kudharau watu ambao kwenye cheo cha chini ama kwenye ngazi ya chini, wakati ambao wewe umepandishwa cheo. Kwa sababu na wewe mwanzoni ulikuwa kwenye cheo cha chini, ulikuwa mtu wa kawaida, lakini kwa bahati ya Mungu ukapandishwa cheo. Asante sana na washukuru.